tunapokutana na majaribu, ukijaribu kuangalia vizuri, kwa kunakuwa na nguvu ya Mungu imetangulia kukutana na sisi, imetuandaa, na hapo ndipo tunaweza kujiuliza, ikiwa Mungu alijua njaa inakuja, kwa nini hakuizuia? Maana Mungu ni mweza, sivyo? Kwa nini aruhusu? Na hapa ndipo huwa tunapojiuliza, Mungu anajua shetani anahangaisha watu, kwa nini hamuondoi ili watu waishi kwa amani? Unajua Mungu hakuizuia hiyo njaa kwa sababu alikuwa na mpango mwingine. Alitaka kazi ya mwenye hekima ionekane. Alikuwa anamleta mtu mwenye akili na hekima ili akifanya kazi kila mtu atambue kuwa yuko Mungu atawalaye mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi ya mwenye hekima, kazi ya mwenye akili. Na mwenye akili anaposhika nafasi yoyote ile, mwenye hekima anapokuwa kwenye ofisi yoyote ile, atafanya kazi kwa uaminifu. Yaani upende usipende, watu watatambua ya kwamba Mungu yuko na Mungu. Hiki ndicho ambacho Mungu alikuwa anakifanya. Maana mwenye hekima kwa kazi aifanyayo anamtukuza Mungu, anamtambulisha Mungu kwa watu, anamtangaza Mungu, na watu watalazimika kujifunza kuna siri gani kwa huyu. Kwa hiyo kupitia tukio hili tunajifunza zaidi namna Mungu anavyoshughulika na changamoto zinapotokea kwenye jamii. Usomaji wangu wa Biblia unanionyesha kwamba Mungu anaweza kutumia njia mojawapo katika hizi tatu. Njia ya kwanza, Mungu anaweza kumtoa mtu kwenye sehemu ya changamoto kama alivyomtoa Lutu wakati miji ya Sodoma na Gomora inawashwa moto. Yaani wengine waliangamia, lakini Lutu na wanao waliondolewa. Kwa nini? Kulikuwa na jambo la kiuhusiano kati ya Mungu na familia ya Lutu.